Umekuwa ni msimu ambao ndani yake umekuwa na pressure kubwa, maumivu mengi, lakini ndio mpira wa miguu. Tumefanikiwa kufuzu kwenda hatua ya robo finali kwa misimu 7 mfululizo. Msimu huu umeshindikana, ni mambo ya kawaida kwenye mpira wa miguu. Kuna wakati lazima uanguke ili ujipange upya na urejee kuwa bora zaidi. Kwa hiyo msimu huu tukubali ya kwamba hatakuwa sawa sawa. Ukiangalia tangu mwanzo kwenye safari yetu ya kufuzu kwenda hatua ya makundi, ilikuwa inaonyesha tu kwamba hatuko sawa sawa. Mechi na Gaborone, unajua namna ambavyo tulipata tabu kushinda. Mechi na Eswatini ilivyokuwa ngumu hasa hapa nyumbani, lakini mwisho wa siku tukaingia hatua ya makundi, na hatua ya makundi imekuwa mbaya zaidi. Inaweza ikawa inauma sana kwa mashabiki wa Simba kwa sababu hatujawahi kupata matokeo ya aina hii kwa kipindi chote ambacho tumeanza kushiriki michuano ya kimataifa. Tumepata alama moja katika michezo 4, hajashinda hata mchezo mmoja. Si aina ya matokeo ambayo mashabiki wa Simba wameyazoea ama wanataka itokee kwa timu yao, lakini hatuna budi. Kila kitu kizuri kimefanyika, lakini kupata matokeo mazuri ndio imekuwa changamoto. Katika mchezo wa leo ambao tulikuwa tunaamini kabisa mnyama anakwenda kuamkia hapa, na dakika 45 za kipindi cha kwanza kila mtu alikuwa na furaha kubwa, lakini baadaye shilingi ikageuka na magoli mawili yakarudi, na ndoto ya mnyama kuendelea tena na michuano ya kimataifa msimu huu imekuwa ni ngumu. Mimi niwaombe bana, huyu ambaye umemsikiliza hapo ni Ahmed Ally akizungumzia namna ambavyo mchezo ulikuwa, na akizungumzia kwamba nafsi yake inavuja damu, kwamba hiki kilichotokea ni kitu ambacho pengine hakikuwahi kutokea miaka yote. Misimu 7 mfululizo Simba anacheza ligi ya mabingwa barani Afrika, na ingia robo finali back to back, na anakuwa na consistency ya kuingia robo finali, iwe shirikisho ama iwe ligi ya mabingwa barani Afrika. Unaona kabisa kwamba Simba kuna sehemu wamekosea na kuna sehemu ambayo wanahitajika kurekebisha na vitu vingine kama hivyo. So walichokizungumza Ahmed ni kwamba watu wajipange kwa msimu ujao ili waone namna ambavyo wanaweza kujipanga upya ili kuweza kufanya vizuri zaidi. Ila kiufupi yeye mwenyewe pia amevunjika moyo, yeye kama msemaji na nini na vitu vingine kama hivyo. Lakini kuna listi ya watu ambao wanatakiwa kuondoka pale Simba. Ahmed Ally naye alikuwepo kwenye listi kipindi kile kupigwa na Yanga nini. Ahmed Ally naye niliona kwenye page moja anatajwa naye aondoke, sababu unajua kuna vitu vinaenda na upepo. Toka aondoke Haji Manara, Simba haijai kuunga. Ilishai kuchukua kombe, sio kombe gani?